moyoni, ingia moyoni, Yesu njoo leo, siku zote ingia moyoni, Bwana, moyoni, moyoni, angaza moyoni, Yesu ng'aa leo, siku zote angaza moyoni, Bwana, moyoni, moyoni, ingia moyoni, Yesu njoo leo ndani yangu, ingia. Watoto, tunaomba tushirikiane kuimba wimbo kwa sababu ni wimbo unaojulikana. Moyoni, kama mzazi hauko tayari kushirikiana na sisi, tunaomba uondoke kwenye kanisa la watoto. Unapoingia humu, unatakiwa ufanye kile ambacho watoto wanakifanya. Angaza moyo ni Yesu njoo leo, siku zote ingia moyoni, Bwana. Tusimame. Wazazi au dada umekuja kwa ajili ya mtoto, tunaomba tushirikiane. Kama haupo tayari kufanya kile ambacho sisi tunafanya, tunaomba uondoke kwenye darasa letu au kwenye kanisa letu. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia msifuni, Baba, Mwana naye Roho. Tuombe. Tunaomba, tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa baraka zako. Tunakuomba Roho mwema akatuongoze, akatufundishe kwa jina lako Yesu Kristo, amina. Tunaenda kusoma fungu linatoka Luka 21 mstari wa 28, nalo linasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkainue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Mizigo
Bwana Yesu asifiwe. Naenda kwenye utambulisho. Aliyetuletea fungu anaitwa Adelina Emmanuel. Baada ya fungu tutasimama kwa ajili ya wimbo namba 4. Ambaye ataanza kutuletea zaka na sadaka anaitwa Samuel Musa. Atasimama kwa wakati wake. Mhubiri anaitwa Rogers. Yeye ndo atatumia muda mwingi kwa ajili ya kutupatia neno. Na mimi mwenyekiti wenu naitwa Ana Jafet. Tunamkaribisha mwalimu kwa ajili ya wimbo.
Tutapiga magoti tuombe. Tuombe. Baba mwema uliye mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako, umetulinda kuanzia asubuhi mpaka wakati huu. Mungu, tunakuomba ukae pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Malaki 3 mstari wa 10 unasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kuwemo chakula katika nyumba yangu makani jirani. Kwa njia hiyo inasema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kumwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Tuombe. Takatifu, mtakatifu Mungu uliye mbinguni, tunasema asante, umetulinda asubuhi mpaka sasa hivi mchana. Hata tunapoenda kufungua hivi vipindi, utulinde, tuongoze kwa Yesu Kristo, amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Leo ni siku ya ngapi? Ikiwa tulianza makambi yetu siku ya Jumamosi na tulianza na kichwa kinachosema, nani anakumbuka? Kichwa somo kilikuwa nasema nani anakumbuka? Kichwa somo kilikuwa nasemaje? Hamkumbuki. Siku ya pili kichwa somo kilikuwa nasemaje? Nuhu alisubiri na mimi nitafanyaje? Nitasubiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo ni mwendelezo wa masomo ambayo tukijifunza katika kipindi hiki cha makambi. Amina. Na kambi letu la watoto mtaa wa Mbezi 2026. Mwalimu naomba zawadi hapo. Kambi la watoto mtaa wa Mbezi 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu, huo ndo moto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Fundi mitambo, na tunakuwa tuna fungu letu kula la mkutano linatoka kitabu kile cha Luka 21 na mstari wa ngapi? 28. Leo ni siku ya 3. Kichwa cha somo kinasema taa yangu ifanyaje? Iwake. Sabani nisaidie, kuna taa hapo na iomba, taa yangu iwake. Sikiliza.
Nani alishaye kuona taa? Taa, si ndio? Sawa. Nyumbani pale kuna taa. Nyumbani kuna nini? Kuna taa, si ndio? Nyumbani kuna taa. Taa tunayotumia ni ile ya TANESCO, si ndio? Taa TANESCO. Wakati wa usiku taa imewaka, si ndio? Mara umeme umekatika, unasemaje? Ngoja, unasemaje? Alafu ukirudi unasema uo, si ndio? Umeme unapokata taa inazima, na taa ikizima kunakuwa na giza, si ndio? Lakini taa inapowaka tunakuwa na mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Taa yangu na iwake. Mimi ninaiwasha taa yangu. Nani anaiona taa yangu? Taa yangu imewaka. Si unaiona? Huko nyuma mnaiona? Taa yangu ifanyaje? Imewaka. Taa yangu na iwake. Kichwa somo kinasema taa yangu ifanyaje? Iwake. Wewe una taa yako? Mimi taa yangu inawaka. Na fungu letu la leo tunataka kuangalia kile kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 10 na ngapi? 13. Wenye Biblia fungua hapo. Taa yangu iwake. Fundi mitambo, tuonyeshe pale kinachofuata. Juzi tuliona zamani, hapo zamani za kale, si ndio? Leo ninawaletea kisa kizuri cha Aditi. Unakuja kuchukua taa, inaunguza. Shika ungue. Taa yake na iwake. Asante. Asante. Nenda kakae kule. Sikiliza. Hadithi. Mwalimu nisaidie kumchukua huyu. Sikilize. Hadithi. Amsemi. Jamani, hadithi. Wangapi wanapenda hadithi? Hadithi za nani? Za Mungu. Safi sana. Hadithi ya leo itoka katika kisa kizuri cha wanawali 10. Wangapi? 10 ambao walikuwa na taa. Walikuwa na nini? Taa. Ambao katika hao 10 watano walikuwa werevu na watano walikuwa nini? Wapumbavu. Nisikia vizuri Mnataka kujua walifanya nini? Fumba macho tuombe. Baba Mungu, asante kwa sabato hii. Mungu wa mbinguni, tubariki, tujifunze vyema kwa jina Yesu Kristo. Amina. Taa yako iwake. Taa yako ifanyaje? Sikiliza. Waliandaliwa wanawali 10. Wangapi? 10 wakiwa na taa zao. Wakiwa na nini? Na taa zao. Na katika hao 10 watano walikuwa ni wapumbavu na watano walikuwa ni nini? Werevu. Tumeona vizuri wakiwa na taa. Wakiwa na taa zao. Sikiliza, walijiandaa kwa ajili ya kumpokea bwana harusi. Nani? Bwana harusi. Sikiliza. Ni wakati wa usiku. Wakati wa nini? Wa usiku. Wako wakimsubiri Bwana Yesu, bwana harusi akija katika sherehe wakiwa na taa zao. Ulikuwa ni wakati wa usiku na walisubiri, wakaamua kukaa chini, wakakaa wakimsubiri bwana harusi. Wakamsubiri. Na kumbuke ni usiku. Wakamsubiri, lakini baadaye usingizi ukawapitia wote. Wakalala. Wakafanyaje? Wakalala. Wakiwa na taa zao.
Lakini tunaona kwamba hao wanawali watano ambao walikuwa ni werevu, wao walikuwa na taa, lakini walikuwa wamebeba akiba ya mafuta. Mnavyoona pale kwenye chombo pale, kuna pembeni kunakuwa na akiba ya nene ya mafuta. Lakini hao wanawali watano walikuwa wapumbavu. Hao watano hawakubeba akiba ya mafuta, na wote walilala, usingizi kawapitia, taa zao zikazima. Taa zao zikafanyaje? Zikazima. Wakiwa usingizini, hawajui chochote. Mara tuambie fundi mitambo, tuonyeshe. Taa zao zikafanyaje? Zikazima, si ndio? Wakasikia tangazo huko, bwana harusi anafanyaje? Fundi mitambo, tuambie bwana harusi anafanyaje? Bwana harusi anakuja. Wakashtuka. Hebu tuonyeshe walivyoshtuka. Wakafanyaje? Wakashtuka. Bwana harusi anakuja. Anafanyaje? Anakuja. Umeona bwana harusi anakuja. Hebu ni mitambo, twende. Bwana harusi anakuja. Wakashtuka usitoka usingizini, wakishangaa, taa zetu zimezima. Taa zetu tumefanya, alafu wewe, taa zetu tumefanyaje? Zimezima. Lakini zile taa za alafu mbona mfundi mitambo wewe? Rudi nyuma basi, rudi nyuma. Taa zile za wale wanawake ambao ni wanini werevu wale. Taa zao bado zinawaka kwa sababu walikuwa na akiba nini ya mafuta. Kama unavyoona mkono wako wa kushoto wa huku, na warevu wa huku nini wapumbavu. Taa zao zimefanyaje? Zimezima. Sikiliza. Wakaanza kuwabembeleza, jamani, tunaombeni tupatie mafuta, tunaombeni mafuta tuweke taa zetu ziwake. Lakini wale wanawali wale ambao ni werevu watano, ambao taa zao bado zinawaka, wakawaambia, sisi wenyewe mafuta hatutoshi, ni haya tulionayo, nendeni kule mkanunue. Sikiliza, wakatoka nduki, wakaondoka. Ni usiku, wakiwa na uoga, wakiwa na hofu, wanaenda kutafuta mafuta. Wanaenda kutafuta nini? Mafuta. Hawa wanawali wapumbavu. Sikiliza, wakiwa wameenda kutafuta mafuta, huku bwana harusi anafanyaje? Anaingia ndani. Wale wanawali warevu wakaenda kumlaki, wakaenda kumpokea bwana harusi. Akija wakampokea, alafu wakajipanga kabisa, wakimkaribisha bwana harusi. Wale wanawali watano ambao ni werevu wakimkaribisha nani? Bwana harusi. Ukumbuke muda huo wale wanawake wale wapumbavu walikuwa wameenda kutafuta mafuta, hawakuwepo. Sikiliza, wakati wanarudi wale wanawali wanarudi wametoka kununua mafuta kwenda kuchukua mafuta. Wakiwa wanarudi na ni usiku. Kwa mbali tunaona mlango umefungwa. Sipani tuendelee. Wanakuta mlango umefanyaje? Umefungwa. Mmoja wao akagonga. Mgonga bwana wewe, jamani, rudi chini kidogo. Sikiliza, mmoja wao yule ana akagonga, yule kule anagonga mlango. Tufungulie. Sikiliza. Sauti kasikika kiwaambia, mimi siwatambui. Mlikuwa wapi? Sikiliza, mlango ulifungwa. Wale wanawali wapumbavu hawakuingia. Walikuwa wamefungiwa mlango kwa nje. Walikuta mlango umefungwa. Taa zao, wakiwa na taa zao ambazo zimetoka kuchukua mafuta. Hii taa yangu inaniunguza. Anagonga, lakini walizuiwa kuingia, hawakufunguliwa mlango. Wakiwa na majonzi na masikitiko, hawajafunguliwa. Na ukumbuke kwenye sherehe kuna kuanga na nini? Ubweche. Kuna kuanga na sasa mbona msemi kuna kuanga na pilau na nini? Ya kuku.
na njegele, si ndio? Na matunda, si ndio? Sasa wanasikitika, kwa hiyo leo tumekosa pilau. Najaribu kuwaza tu, paja la kuku jamani, wote umesababisha wewe, tumekosa paja la kuku. Mimi najaribu kuwaza tu. Walisikitika kwa kufungiwa nini? Mlango. Kisa cha wale wana wali wangapi? 10. 5 wakiwa werevu na 5 wakiwa ni wapumbavu. Taa zao zilizima wakiwa usingizini, kwa sababu hawakuchukua mafuta ya akiba. Lakini wale wenye werevu wale walikuwa na mafuta ya akiba, taa zao zilikuwa zikiwaka. Somo linasema taa yangu iwake. Taa yangu ifanyaje? Iwake. Mathayo. Kitabu kile cha Mathayo 25. Mathayo 20 ngapi? 25 mstari wa 13. Na inasemaje? Mwenye Biblia yuko wapi? Njoo some huko, njoo. Inasemaje? Sikiliza Mathayo 25 nasema basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Tunasikia kesheni kwa sababu hamjui siku wala nini? Wala saa ya Bwana Yesu Kristo kuja. Sikiliza, taa yako ni ipi? Taa yako na wewe utumia kumsubiri Bwana Yesu wakati akiwa anakuja ni ipi? Hawa walilala wakasahau kabisa hadi taa zao zikazima. Taa yako ni ipi? Mimi namshukuru Mungu, taa yangu ni matendo yangu mazuri. Taa yangu ni kuwa na tabia njema. Taa yangu ni kuwatendea wenzangu wema. Taa yako ni ipi? Nitahakikisha taa yangu inawaka nikiwa namsubiri nani? Yesu. Yaani nitatembea nikiwa na tabia nzuri wakati namsubiri nani? Yesu. Nikienda shuleni naenda kusoma vizuri, na wasaidia rafiki zangu, na wasaidia majirani zangu, tabia yangu ikiwa nzuri wakati huo ninamsubiri nani? Yesu. Sikiliza, tunapaswa tukeshe. Yaani tunapaswa tutende mema tukimsubiri nani? Yesu. Kwa sababu hatujui siku atakayorudi, hatujui wala saa atakayofanyaje, atakayorudi. Sisi tunapaswa kufanya mema, kutenda mema, kuwasaidia wengine, kuwa na tabia njema, ili ajapo atuchukue twende mbinguni. Sikiliza, bwana harusi alipokuja akiwakuta wale wale ambao ni werevu, wakimpokea, wakaingia ndani kwenye sherehe na mlango ulifungwa, uko ndani walifurahi, si ndio? Lakini wale ambao ni wapumbavu hawakuingia wala hawakufurahia sherehe. Sikiliza, ukiwa na tabia njema, ukiwa na tabia nzuri, utafurahi. Yesu atakapokuja utamkimbilia. Hivi tutamkimbilia? Atakapokuja tutamuona wote, tutafurahi, tutamlaki. Ukiwa na tabia njema, hakikisha taa yako ya tabia njema inawaka. Hakikisha ile unatenda wema, si ndio? Watoto wa Mbezi, taa yako iwake. Tembea ukimsubiri Yesu. Nenda ukimsubiri Yesu kwa tabia yako njema. Tutii wazazi, tuwaheshimu, ili taa zetu ziwake, si ndio? Nikidondosha 200 gizani nitaiona kwa urahisi? Hapana, si ndio? Lakini nikidondosha 200 ambapo taa inawaka, si inaonekana? Ukiwa na tabia njema,
taa yako itaonekana. Watoto wazuri, Mungu anatupenda. Mungu anatujali. Mungu anatamani hapa duniani tuishi kwa matendo yaliyo mema, tukimsubiri yeye. Tukimsubiri nani? Yeye. Taa yangu inawaka. Taa yangu inawaka. Ninatembea nikimsubiri Yesu kwa tabia yangu iliyo njema. Taa yako iwake. Taa ya madamu inafanyaje? Inawaka. Ana tabia njema, mnyenyekevu, ana upendo, na wewe uwe na upendo. Yaani hata wewe mwalimu Kevi uwe na upendo, taa yako iwake, si ndio? Na madamu Safi na t-shirt yake ya shati yake ile ya njano ile, taa yake iwake, si ndio? Na madamu Martha pia taa yake iwake. Lakini hata wewe mzazi, jukumu lako ni kuhakikisha watoto wako taa zao zinawaka kwa kuwafundisha yaliyo mema, yaliyo mapenzi ya Mungu. Taa zao ziwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Bwana ni mwema. Nitakwenda, mimi nitakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu, iko hiyo. Msikiliza hii nyimbo. Mwalimu, sauti kidogo. Sikiliza. Taa yangu ndogo nitaiangaza. Barnaba, kaa vizuri. Angalia taa yangu ndogo. Taa yangu ndogo nitaiangaza. Angaza. Taa yangu ndogo. Taa yangu ndogo. Nitaiangaza taa yangu ndogo. Taa yangu ndogo. Tuimbe wote. Taa yangu ndogo nitaiangaza. Taa yangu ndogo ya matendo yangu mazuri nitaiangaza. Wakati wote nitaiangaza. Nikiwa shuleni nitaiangaza. Taa yangu ndogo. Tabia zangu zikiwa nzuri nitaonekana tu. Tabia zangu zikiwa njema nitaonekana tu. Kwa majirani zangu zitaonekana. Usifiche taa yako. Tabia yako onekana. Mimi sitaificha taa yangu. Mimi sitaificha. Sifichi. Nitafanyaje? Nitaiangaza. Yaani nitaiangaza taa yangu. Angaza taa yako. Sikiliza. Ukiwa nyumbani, taa yako ionekane. Kwa majirani, kwa Barnaba tabia zangu zitaonekana. Kwa Ana, kwa Naomi, kwa yule mama zitafanyaje? Zitaonekana tabia zangu. Angaza. Kwa jirani zangu nitaiangaza taa yangu. Nitaiangaza taa yangu. Taa yangu na iwake. Fundi mitambo, asante. Hakikisha taa yako inafanyaje? Inawaka. Hakikisha taa yako inafanyaje? Inawaka. Mimi, Mungu anisaidie taa yangu iendelee kuwaka. Hata atakaporudi ni mlaki, taa yangu ikiwa inawaka. Nani anatamani taa yake iwake? Anasema taa yangu iwake, ili Yesu atakapokuja
akija anikute taa yangu iwake. Bwana harusi atakapokuja aikute taa yangu iwake. Kama ndio tumaini lako, simama tuombe. Unasema, Mungu nisaidie, nitakapoenda taa yangu tawaka, nitakaporudi huku taa yangu tawaka. Kwa tabia, kwa mienendo itakuwa njema na nzuri. Simama juu tuombe. Mungu ananipenda mimi. Mungu anakupenda wewe. Mungu ananipenda. Mungu anakupenda wewe. Na madamu anapokuja kutubariki kwa ombi, kutuombea kwa ombi ambalo tukimwambia Mungu atuongoze, taa zetu ziwake. Mimi sitamani kuwa kama wale wanawali wapumbavu. Natamani kuwa kama wale wanawali ambao ni werevu wakimsubiri Bwana Yesu, na mimi nimsubiri Yesu. Mungu anakupenda. Taa yako iwake. Amina. Tunapoenda kuomba, zungumza na Mungu, taa yako iwake. Fumba macho tuombe. Fumba macho tuombe. Mwambie Mungu, asante. Ninakushukuru. Asante kwa kunilinda. Baba Mungu wa mbinguni, pale ambapo nimetenda kinyume na mapenzi yako, naomba msamaha wako. Omba kimoyomoyo. Mwambie akusaidie tabia yako njema nzuri ionekane kwa watu wengine, wamwone Yesu kupitia wewe. Ukimsubiri Yesu na mwalimu anapoenda kutuombea, nawe omba kimoyomoyo. Tuombe. Baba mtakatifu, uketie mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru Bwana kwa ukuu wako, wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya somo la mchana wa leo. Baba, tunakusihi kwa njia ya Roho Mtakatifu, tusaidie kwamba tunapokuwa tukimsubiri Yesu, taa zetu zikawake wakati wote. Tusaidie kwamba tuweze kushinda dhambi. Tusaidie kwamba tuweze kuwa watoto wenye tabia njema, ambazo tabia hizo zinakutangaza wewe kwa mataifa. Peke yetu hatuwezi kama watoto wadogo. Tunakusihi Baba, Roho yako Mtakatifu akawe ndani yetu, ili kwamba tukaweze kutembea pamoja na wewe katika maisha yetu ya utoto, na tunapoendelea kukua, tusaidie tukakue na wewe Bwana, ili kwamba wewe ukaonekane katika maisha yetu. Taa zetu zisizime, zikaendelee kuwaka mpaka pale Yesu atakaporudi. Tunaomba tukiamini kwamba utakuwa pamoja nasi, kwani tumeomba kwa imani katika jina lake Yesu. Amina. Mungu awabariki. Taa zenu ziwake kama ambavyo taa yangu inawaka. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Usaaka